kuingia performance zao. Sasa akiwa anatuambia Eula alikuwa anamweka Pacome bench. Sio kaamka naye siku nzima. Kumbusheni mwambieni hata Crown alikuwa anaanza kwenye kikosi cha Asset Mimosa. Alipokuja Simba nini kilitokea? Watu wamependeshwa tu ajenda vyao, wamelipwa hela vidogo vya stadi na chumvi, wanaamua kuja kuongea vibaya mtandaoni. Yote ni mashahidi, mmeona andiko la Farahani masaa 4 kabla ya mchezo wa leo. Yaani Farahani, yaani kwa taaluma aliyokuwa nayo ya uandishi wa habari, kwa standard aliyoiweka na maandiko yake, unaanza kuelewa kabisa kuna watu wako kwenye payroll ya kuichafua Yanga. Masaa 4 kabla ya mchezo wa leo amemwandika Damaro. Alipokuwa anamuelezea Damaro, kama wewe ni mtu wa Yanga umesoma paragrafu ya kwanza ile, unaweza kusema Farahani amekuja kumsifia mchezaji, lakini paragrafu zote zinazofuata kammaliza kweli kweli, yani 20% kasifia, 80 kammaliza mchezaji. Anakuambia sio mzuri wala sio mbaya, hafai kucheza Yanga kwa sababu anaingia kwenye maungo sana wachezaji wenzie, anawaweka Yanga kwenye pressure, lakini mchezaji mwingine akifanya hivyo anasifiwa. Wote ni mashahidi jana ulioishi. Yusuf Kagoma kila mtu alikuwa anamuona kila mechi akicheza kwa hakika wa kadi ya njano, lakini Farahani ndio mchambuzi alikuwa anaongoza kutusikia na kusema sifa ya kiungo kadi ya njano. Lakini leo hii anataka kutuaminisha kwamba tumemisi Aucho kwa sababu Damaro sio level za Yanga. Jamani, hawa watu wanalipwa, usipokuwa makini watawaingiza kwenye mtego, na huo mtego sisi watu wa Yanga hatuko tayari kuingia. Wanalipwa Farahani mwambieni posho anayopokea anajiharibia kwa standard ya lizo, asiingizwe kwenye huo mtego. Mzee wa Jambia akifanya unamuelewa, hayuko kwenye hizo standard, lakini Farahani kama kwenye hiyo payroll ajiondoe mapema, anajiaibisha. Yaani uwezo ukaamka tukasema sio mzuri wala sio mbaya, aiza akacheza Yanga. Mchezaji akija kuiona ile ni nini? Yaani totally disappointed kwa kweli. Totally disappointed. Mchezo wa leo kuna siri ya wachezaji wenu, lakini pia majiandaa kwa mchezo. Walimu wamefanya mabadiliko kidogo, lakini muondoka na alama 3. Of course Yanga ni timu kubwa na nilishawaambia tu tukacheza na Dodoma Jiji, tukaanza kufikiria namna ya kupata matokeo. Na ndio maana walipopata goli lao la kuongoza, tulijua tu yani kurukaruka kwa Maragi ndio kuiva kwake. Tulijua tutakuja kupata goli na tutapata matokeo. Ndio kilichokuja kutokea. Kocha kaanza na wachezaji wengine wapya. Baka wote mmemwona ametoka kutumikia adhabu yake kwenye ligi. Mudathiri pengine ndio mmemwona ameanza leo tokea ligi imeanza. Musa Balakonte mmekuwa mkimwona akifanywa substitution akiingia, leo ameanza. Kwa kocha ni kama aliingia na akili ya kwenda kucheza kwenye mchezo wa Jumamosi. Atunze energy akina Okela kina Dukia Buya, waanze wengine. Kitu ambacho baadaye alikuja akafanya substitution na ukaona ile Yanga ambayo mmeizoea nao flow. Kwa hiyo nampongeza kocha, amejua kucheza na wapinzani. Dodoma walikuwa wanaingia sana maongoni, kama walitumwa kuja kuwatoa wachezaji wa Yanga mchezoni na kututafutia sisi injury, lakini Mungu si asmani, mchezo umemalizika, tumepata 3 muhimu. Hamna mchezaji aliyeumia kwa ukubwa huo mpaka useme kwamba kuna serious injury. Amefurahi, tumeondoka na alama 3, tunaenda kujiandaa tena. 3 hizi tushazichukua sisi. Sasa tunawaachia wachambuzi. Wakijisikia kuchambua goli alilofungwa Diara ni wao. Wakijisikia kuchambua ubora wa wachezaji wa Dodoma Jiji ni wao. Wakijisikia kumuongelea vibaya Musa Balakonte ni wao. Yaani sasa hizi tushafanya. Tumenawa mikono. Lakini last boni kule kulukaluka kwa Dodoma Jiji ni kama kulimshtua Pedro Goncalves katika kipindi cha pili mpaka kuyainua majembe pale katika benchi lake. Yanga ni timu kubwa. Ukitusumbua sisi tunaleta wakubwa. Tumemleta Imamu Ashuri wa kwetu sisi, Alan Okelo. Umeona mechi imebadilika. Tumemleta Duki Abuya, mechi imebadilika. Wale Dodoma walikuwa wanaingia kwenye miguu ya wachezaji wa Yanga. Ila kocha alivyomleta Damaro, walijua kabisa tukimuingia mchezaji mmoja wa Yanga, uwanjani yuko Damaro, tumeisha. Wakarudi kwenye discipline. Kilichowakuta mmeona, wamefungwa goli 2 za haraka, tumerelax, tumemaliza mechi, tumechukua 3 muhimu. Sasa hizi akili zote zinahamia Zanzibar. Tunaanza mahesabu sasa. Tunaenda Zanzibar. Na kila akikimbia Depu watu wanasajili tena. Nategemea leo nikienda Instagram kuna kifaa kingine watakishusha. Kila akikimbia Depu uwanjani akionyesha mikimbio na Alan Okela, watu wanapiga simu kutafuta wachezaji wapya. Watasajili sasa, si watamaliza wachezaji wote jamani. Ukirudi huku sijui au ukirudi huku sijui kipa. Ukienda hivi sijui mshambuliaji ile mbele nini? Jamani, hawa watu wanasajili mpaka dirisha dogo tu kama wanataka kusajili academy jamani. Si mmesema kwamba mnataka ushindani ndio maana wao wanasajili? Ushindani upi? Sisi sio washindani wao. Sisi washindani wetu ni Al Ahly, Wydad Casablanca. Mtu nimemfunga mara 6 anaweza akawa ni mshindani. Yaani mara 6 mfululizo anaweza akawa ni mshindani. Bwana, sisi wale ni kawaida yetu kuwafunga na tutaendelea kuwafunga. Wao kama wanasajili kwa ajili ya kina Azam, kina Dodoma Jiji sawa, lakini kwetu sisi wale ni mwembe wa nyumbani. Muda wote tunajipiga na tunachukua alama 3 muhimu. Unaambia nini wanajangwani wenzio
kuelekea katika mchezo wa Zanzibar. Wenzenu vile vile wamepata ushindi katika mchezo wa leo, na siku mbili hizi manake wataingia nchini kwa ajili ya kuwakabili katika mchezo wa ligi ya mabingwa. Unawaambia nini wanajangwani waweze kuelekea mchezo? Kikubwa tukutane Zanzibar, mipango yote ya kwenda kumuua Al Ahly inaenda kufanyika Zanzibar. Kwa hiyo tukutane Zanzibar kuanzia kesho inshallah, tunaenda kuua mtu Zanzibar. Unawaambia nini mashabiki wa Yanga kikubwa wengi wapande boti, tukutane New Amani Complex Guantanamo Bay, tunaenda kuua shii. Mipango inaanza kesho. Kwa hiyo sasa hizi nitakosa majibu ya kukupa. Kesho tunaenda kukaa mashabiki, wanachama, tunajua namna ya kwenda kumwendea Al Ahly. Tunajua kamati lazima shii, zile kamati ndogo ndogo lazima. Kwa hiyo zile kamati zitakuwepo sasa. Unaamini kwamba mtafanya kweli mauaji ambao unazungumzia, wakati mmekuwa na makosa ambayo tumeyaona katika ligi ya mabingwa na mchezo wa leo? Mauaji uhakika, lakini makosa yanajirudia. Leo kuna makosa ambayo yalitokea. Uhakika tutashinda kaka, hiyo mechi tunashinda.